Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Al-Ihsan TV, karibu tena katika kipindi chipendwa cha Street Dawa, ambapo leo tuko maeneo kongwe ya Old Town, ambapo nyuma yangu ukitizama kuna msikiti Masjid Mbaruku, ambapo leo tutaenda kuwafuata wenyeji wao kuuliza masala matatu. Je, wanautambua ni mwaka gani wanaingia? Wanautambua ni mwaka gani huu? Ya pili, je, wanautambua ni mwezi gani wa kwanza wa Kiislamu? Ya tatu, na je, katika huu mwezi wa kwanza wa Kiislamu wamejiandaa vipi? Basi usikose kuandana nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho ili uweze kufaidika sana. Na pia naweza kukumbusha pia usikose kulike na kusubscribe na kushare kwa wenzako ili waweze kufaidika zaidi na zaidi. Bila kutawilisha wakati, basi andana nami kuanzia mwanzo wa kipindi. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina unatokea wapi labda? Mimi naitwa Said Didu, natokea hapa Mombasa, mtaa ya Memon pale. Naam. Sasa nilikuwa tutakuuliza swali. Sasa hii tuko mwaka wa 2025. Je, wajua sasa hii Kiislamu tunaingia mwaka gani? Najua Dhulhijja ndio mwezi wa mwisho katika mwaka wa Kiislamu, alafu ndio tunaingia mwaka mpya huo mwingine. Huo mwaka unaujua mwaka gani? Muharram. Ndio tunaingia mwaka 14, sina hakika but najua bado siku kidogo sana tumalize mwaka. Naam. Na unaujua mwezi wa kwanza wa Kiislamu? Naujua. Unaitwa? Hiyo jina ni Muharram. Muharram. Sasa alikuwa nakuuliza, je, umejiandaa vipi na sisi kuingia katika mwezi mtukufu wa Muharram? Umejiandaa vipi? Ni kwamba tukithirishe ibada zetu, tuhakikishe kwamba tusifanye kama vile wenzetu wanavyofanya maanasa nini, kwamba tukithirishe ibada, tujue kwamba siku zetu duniani zinaisha, na muhimu ni kwamba ibada. Huu ni mwezi mtukufu unaokuja, kwa hivyo tuhakikishe kwamba yale Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu yaliyopita, na tuwe sasa tunafanya ibada marudufu ili tujue kwamba sasa twenda karibu na mwisho wetu. Kwa hivyo tujitayarishe. Shukran. Ile swali la kwanza jibu lake ni 1447. Tunaingia 1447. Shukran habibi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vipi hali ndugu? Wallahi nashukuru alhamdulillah. Kwa majina na unatokea wapi labda? Kwa majina ni Ustadhi Athmani maarufu kwa msikiti Mbaruku hapa. Naam. Swali letu la leo ni kwa sasa tuko 2025. Kiislamu unajua tunaingia mwaka gani? Kiislamu tunaingia mwaka 1447. Tayeb. Na je, unautambua mwezi wa kwanza wa Kiislamu ni gani? Bila shaka mwezi wa kwanza wa Kiislamu ni Muharram. Tayeb. Sasa je, katika huu Muharram umejiandaa vipi kuingia katika mwezi huu wa Muharram? Umejiandaa vipi? Kwanza maandalizi yangu ni kukithirisha toba kwa Mwenyezi Mungu, ili mwaka mpya ukianza, naanza mwaka mpya na usafi na jitihada ya kusoma Qur'ani, jitihada ya jamii pia kuwaelezea mambo haya sawa. Kuna jamii watoto wengi wamepotea, na lazima tuwe nao karibu. Kwa kuwa nao karibu ndio anapata ile nafasi ya kukusikiliza. Mfano mzuri, kuna mzazi ambaye analeta mtoto wake madrasa, haja kuchelewa saa 3, lakini mzazi yule akwambia naenda kanisani, lakini mtoto yule anamleta madrasa. Sasa huwezi mlazimisha aje saa 1 sawa na wale wengine, kwa sababu unatafuta njia ya yule mzazi pia kumleta karibu, kumuonyesha huko unakokwenda siko kwa sawa ni huko. Shukran sana ustadhi. Natumai wamefaidika zaidi watazamaji. Shukran. Asante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanakufahamu kwa majina na labda unatokea wapi? Kwa majina naitwa Muhammad Yaqub. Naam.
na mimi nakaa Ganjoni na ni miongoni wa maimamu tulioko maimamu watatu hapa msikiti wa Mbaruku Makadara. Maswali yetu ni rahisi. Sasa hii tuko 2025. Je, Kiislamu tunaingia mwaka gani? Bismillahirrahmanirrahim. Hivi sasa ni muhimu sana mwanzo kama sisi Waislamu hizi tarehe na mwaka tuwe tuzifahamu, tuwe tuzitambua, ndio Uislamu. Hivi sasa tuko mwaka 1446 na inshallah tuko kwenye mwezi wa mwisho sasa wa Dhulhijja ambao ndio mwezi wa 10 wa Kiislamu, na mwezi unaoingia utakuwa ni mwezi wa Muharram, ndio mwezi wa Kiislamu wa kwanza, na itakuwa ni mwaka 1447. La muhimu sana ni kwamba kusherekea mwaka mpya tarehe 1 ya Muharram mwaka 1447 ni muhimu sana, kwa sababu kule kusherekea ndio kutambua kwamba na sisi Waislamu ambao ndio tulioanza kwenye masala ya kupangilia miezi 12 na sasa tunataka tujitayarishe kwenye masala ya kupokea mwezi wetu wa kwanza ambao ni Muharram na mwaka wetu mpya ambao utakuwa ni mwaka wa 1447. Shukrani. Na umejibu maswali yangu yote mawili. Nilikuwa nikuulize mwezi wa kwanza wa Kiislamu ni gani? Ukasema Muharram. Na umejiandaa vipi? Ushasema kwa kusherekea ama labda una ziada? Ziada ni kujikumbusha kwamba mwezi wa Muharram ambao ni wa kwanza, lakini pia ni kwenye miezi 4 mitukufu ambayo Mwenyezi Mungu ameyataja ndani ya Qur'ani. Hiyo ndio muhimu zaidi, ambapo kuna Dhulqaida, kuna Dhulhijja, kuna Muharram na Rajab. Haya ni miezi 4 mitukufu ambayo haya miezi 3 yamefuatana, na Rajab ndio uko peke yake. Ni muhimu kujua pia ndani ya mwezi wa Muharram kuna tarehe 9 ambayo ni ya muhimu sana kwa sote Waislamu kwenye masala ya kukumbuka siku Nabii Musa alayhi salam alipookolewa na Mwenyezi Mungu Ta'ala kwenye masala alipokuwa Firauni ameamua na jeshi lake kwenda kummaliza yeye na Waislamu wote. Siku aliyookolewa Nabii Musa alayhi salam ambayo ni tarehe 9 ya mwezi wa Muharram. Hii ni siku ambayo hata wale ambao walikuwa si Waislamu walikuwa wakitukua kwa uzito, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoona na kuuliza, mbona hii tarehe 9 nyinyi mwasherekea? Basi wakamjibu ambao wao si Waislamu ya kwamba ndio tarehe Nabii Musa alayhi salam alipookolewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye masala ya kumalizwa yeye na wafuasi wake, ndio wakaamua kusherehekea tarehe 9. Basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale akawajibu ya kwamba ikiwa nyinyi mwasherehekea tarehe hino kwa sababu ya kuokolewa na Nabii Musa alayhi salam, sisi ni aula zaidi. Basi inshallah mwakani ikiwa nitakuwa niko hai nitafunga tarehe 9 na tarehe 10, kwa sababu kama mnavyojua sisi Waislamu hatufai ibada zetu kwa pamoja na ambao si katika Waislamu. Ndio Taasua na Ashura ni siku mbili muhimu sana Waislamu, inshallah tuzifunge kwa sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyosema, kwa sababu sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunna huja ama kwa jambo alilofanya kwa kitendo, sunna hutokea kwa jambo alilolisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sunna hutokea kwa jambo ambalo hakufanya, hakusema, lakini ameliona limefanywa lakini hakulizulia. Basi inshallah Mwenyezi Mungu atupe umri na afya tuje tusherekee, na la muhimu ni kuombea ndugu zetu waliko Palestina ambao hawajui tuko mwezi gani, tuko Dhulhijja, tuingia mwezi wa Muharram, hawajui kabisa
jana wameuliwa 60, leo wameuliwa 50, wakati ambapo waliambiwa wende wakapokea vyakula. Hawana silaha, hawana chochote. Wakati wangoja vyakula jana na leo wameuliwa zaidi ya 110 na zaidi ya 300 wako hali taaban kwenye masala ya kwenda kungojea chakula. Hii ndio hali ilivyo sasa. Tuwaomba Waislamu ulimwengu mzima tusisahau ndugu zetu kwenye masala ya kuombea dua kila baada swala, kila baada kusoma Qur'ani, kila baada ya kufanya ibada aina yote. Na pia tusiwasahau ndugu zetu walioko Iran kwenye masala ya vita ambavyo hivi sasa si masala ya vita vya madhhab kabisa. Hakuna habari ya madhhab. Hawa malengo ni kumaliza Uislamu. Nchi ya Kiislamu ambayo ina uwezo, ina nguvu, lazima wamalize, kama vile walivyoimaliza dola ya Iraq, kama vile walivyoimaliza dola ya Libya na Syria, na sasa malengo ni kumaliza dola ya Iran kwa sababu ya Uislamu. Basi inshallah Mwenyezi Mungu ajalie au nusuru wote kila pahala Waislamu wanapoishi atunusuru, na hata hapa kwetu kwenye Kenya tuombe Mwenyezi Mungu atuletee nusra insha. Jazakum. Shukran Ustadh, shukran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina na unatokea wapi? Mimi naitwa Anwar Sheikh Said Abdallah Alamudi na ni mkaji wa Mombasa. Na maswali yetu ni rahisi. Sasa tuko 2025. Kiislamu sasa tunaingia mwaka gani? Tunaingia 1447. Na mwezi wa kwanza wa Kiislamu unaitwaje? Mwezi wa kwanza ni Muharram. Naam. Na je, huu Muharram sasa umejiandaa vipi na sisi kuingia katika mwezi mtukufu wa Muharram? Wallahi ni kujiandaa kwa ibada. Katika hii wakati ulioko na majanga yaliyoko ni dalili nyingi ambazo zaja za ulimwengu kumalizika. Nafasi kubwa mwanadamu kila saa kurudi nyuma na kumogopa Mwenyezi Mungu. Kila ukijiandaa kwa ibada, kutoa sadaka, kuangalia watu walioko chini kama weza, na kuchangia lolote kwenye Uislamu, kutoka kulukum rai wa kulukum masulan rayat. Tujaribuni zaidi, mimi nazungumza tufanyeni ibada. Kiingia msikitini sio mwepesi wa kutoka. Kiwa usoma Qur'an at least upate juzu moja, ama at least hata kama ni aya kadhaa uzisome, na tutoeni sadaka kwa wingi tu inshallah. Shukran sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa majina na labda unatokea wapi? Kwa majina naitwa Mbarak Ayub Ali. Mimi ni mkazi wa Mombasa. Naam. Maswali yetu ni rahisi. Ya kwanza ni sasa tuko 2025. Naam. Sasa tukiingia mwaka wa Kiislamu sasa ni mwaka gani ambao tunaingia sasa wa Kiislamu? 1446. Tunaingia Tunaingia mwaka gani wa Kiislamu sasa? Mwaka. Unasema 1446. 1446. Sasa ndio tuko 1446. 1446 kuingia 1447. Tayeb. Naam, ilikuwa na Muharram. Na hii mwezi wa Muharram. Je, umejiandaa vipi na kuingia katika mwezi mtukufu wa Muharram? Kujiandaa katika mwezi mtukufu wa Muharram ni kufunga siku 2 katika mwezi huu ambao ni fadhila zake ni kusamehewa madhambi yaliyopita. Kwa hiyo ni juhudi kwetu sisi kwa sababu tunakosea sana kila dakika, mwanadamu kila dakika anakosea. Kwa hiyo hii ni chansi kwetu sisi kutufanya tuwe tutaweza kufunga tarehe 9, 10 ama 10 na 11. Naam. Shukran. Maswali yangu ilikuwa ni hayo tu. Shukran Ustadh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa majina na unatokea wapi? Mimi naitwa Athmani Mzee. Naam. Na toka maeneo ya Potrizi. Naam, swali letu ni rahisi. Sasa hivi tuko 2025. Kiislamu tunaingia mwaka gani? Sasa hivi itakuwa 1447. Tayeb. Na unaujua mwezi wa kwanza wa Kiislamu? Muharram. Naam. Na sasa je, huu mwezi wa Muharram sasa umejiandaa vipi kuingia na mwezi mtukufu wa Muharram? Kwanza kabisa ni kusisitiza wale walioko chini. Naam. Wahimize wale wanaoinukia
ambao wako nyuma zetu wajifunze kutokamana na kupelekwa madrasa. Kukaa maskani haisaidii. Na kule katika madrasa utapata mafundisho tofauti. Lakini ukikaa maskani alafu hupati faida, isipokuwa ni hasara. Na ungi wa watu wakikaa pamoja hawana maneno ya kuwa ya Mwenyezi Mungu, yote maneno yao ya kidunia. Shukran sana. Sawa bwana. Mpenzi mtazamaji wa Al-Ihsan, natumai umeweza kufaidika sana kuhusiana na hale masala matatu tuliweza kuwauliza wale wakazi wa Old Town katika Masjid Mbaruku. Basi usikose kufuatilia kipindi hiki kuanzia mwanzo kipindi hadi tamati ili uweze kufaidika sana kuhusiana na masala haya ya street dawa. Tukutane wakati mwingine. Nimekuwa mwendeshaji wako wa kipindi Yusuf Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا